Asante, asante. Wapenzi watazamaji wa Bakula TV, mnamsikia Bi Mwanahawa. Gali linazeeka lakini bodi inaendelea kwa vile vile, sauti yake imesikia. Hii sauti hakuna mwanamuziki wowote wa taarabu ambaye anaweza kuifikia. Bi Mwanahawa, baada ya kutoka pale Culture ulikuwa kundi gani? Karibu. Culture, baada ya kutoka Culture nilikuenda Akhwan Safa. Ndio. Hiyo inaitwa Malindi Music Club. Sawa. Ndio kwenda tena baada ya kutoka hapo miaka 10 nikaingia Akhwan Safa. Asante. Hebu utuambie toka ulivyoanza taarabu mpaka sasa, umri gani umetumika katika masuala ya taarabu? Maana tumesikia story kwamba kati ya wanamuziki ambao wameimba taarabu kwa muda mrefu, basi Bi Mwanahawa mmoja wapo. Unaweza kumbuka kwamba miaka mingapi sasa? Miaka 47. Miaka 47 Bi Mwanahawa anaimba taarabu. Ametoa mchango mkubwa sana katika shughuli mbalimbali za kitaifa pamoja na za chama kupitia sanaa hii ya taarabu. Labda ukiwa pale Safa uliimba mwimbo wote unahusiana masuala ya mahusiano au mapenzi? Safa ndo nimeimba nyimbo za mapenzi. Kama ipi labda? Uyo wewe ulonaye wala hakustahiki, bure kumpendana naye, kujitia kwenye dhiki. Njoo kwa akupendaye, utoke kwenye hilaki. Njoo kwa akupendaye, utoke kwenye hilaki. Hizo ndo nyimbo nilizotumia Akhwan Safa. Jamani, huyu Bi Mwanahawa Ali, historia yake ni kati ya historia ambazo zitaandikwa kwa wino wa dhahabu. Labda baada ya kutoka pale ukaingia bendi gani labda? Karibu Bi Mwanahawa. Baada ya kutoka Akhwan Safa ndo aliingia Melody hapa kutoka Omani. Hapo Melody ilianzishwa Oman, lakini wewe ulikuwepo katika uanzishwaji kule au ulikutia? Ndio. Mimi nilikuwa sipo katika uanzishaji. Baada ya kufika hapa Melody 95 sijui ile. Ndio. Mie wakaniita. Sawa kabisa. Wakawafikia bwawani, wakawa wanafanya mazoezi. Wakanambia kwa nini Bi Mwanahawa uji, kwa sababu wale viongozi wote wa Melody walikuwa wananifahamu, nilikuwa nao Akhwan Safa. Kama Marem Haji Omar, Mlamali Adam, ndio nilikuwa nao Akhwan Safa. Kwa hivyo walipofika hapa njoo, basi nikaanza kwenda Melody kufanya mazoezi mpaka nikawa nao tena pamoja. Sasa nakumbuka kipindi hiko wakija Dar es Salaam wanakuja kufanya onyesho moja pale Starlight. Kipindi hiko Bi Mwanahawa moto. Bi Mwanahawa umemwona? Wapenzi watakasirika nikiona Bi Mwanahawa namshika namna hii. Tutasikia komenti zao. Labda Bi Mwanahawa sasa pale Main Road, nyimbo gani ambayo ulioimba mara ya kwanza kabisa? Nyimbo ya kwanza kusema kweli sifahamu, maana Melody na nyimbo nyingi sijaziweka sasa kichwani. Hii nimeanza, hii nimemaliza. Hebu tuambie nyimbo ambayo wewe unaipenda hata ukipiga ukiimba wewe mwenyewe unasisimka. Kwa sasa hivi? Ndio. Kwa sasa hivi ndo nyimbo yangu ya mwisho nilo rekodi nao Melody, inaitwa Rabi Nilinde. Rabi Nilinde. Rabi Nilinde, mnaijua Rabi Nilinde? Bi Mwanahawa leo hapa tunataka burudani kwenda mbele. Wapenzi wa Bakula TV, tuko hapa maeneo ya Makadara, sheia ya Mwembe Ulaya. Miti Ulaya kumradhi. Nyumbani kwa Bi Mwanahawa Ali Jembe Gumu. Anazungumza maswala mbalimbali. Bi Mwanahawa leo tunataka burudani hapa. Tupe kidogo mstari mmoja kati ya hizo nyimbo. Rabi Nilinde na wenye nia mbaya kwangu, yao yashinde, yasifike karibu yangu. Hasada zao zipeperushe Mola, mabaya yao uniepushie Mungu. Hiyo ndo nyimbo yangu ya mwisho Melody. Niseme sijui kama ya 100 au ya 90, kwa sababu Melody nimerekodi nao nyimbo nyingi sana kuliko vikundi vyote. Asante. Labda Bi Mwanahawa unaweza kukumbuka kwamba umepitia vikundi vingapi mpaka hivi sasa? Ukiacha ulivyotutajia Safa, Malindi, ya Culture, nakumbuka Zanzibar Stars ulipita.
JKU 5 stars, kumbuka kama ulipita. Ukupita 5 star nilipita. Ulipita 5 stars tu. Nakumbuka kipindi kile tunakutana pale Ikweta Mtoni kwa Mrs. Slim. Tukitoka pale ukaja kidogo hapa TMK ukatoa nyimbo moja pale kwa moja. Kwa huyu nani? Said Fela. Fela. Wakati mnapiga pale wanaita Ikweta. Ikweta. No. Ikweta alikuwa Mrs. Slim. Hapa Buliaga sasa hivi wanaita G5 nini. Tukatoka pale ukaja kwa Amini Salmini, nakumbuka Timoto. Na kila sema ukitoa Kigombo kinakuwa heshima. Bimo nao msichukulie poa. Timoto nimetoa mmoja tu, aloniumba hajanikosea. Hebu nipe hiyo kidogo. Wallahi vile. Tantoa roho Bimo nao. Tupe kidogo aloniumba hajanikosea. Inua myatazami macho yote kwangu mie. Naishi kwa staili yangu, siishi mtakavyo nyie. Naishi mwenyewe niwezavyo, kadri Mola nijaliavyo. Mimi sijali kuambiwa sipendezi machoni mwa walimwengu, ilhali kwa Mola Mwenyezi mbora ni mcha Mungu. Umenipeleka lango la jiji hapo. Pembeni kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Engineer Suleiman au Papa. Basi uko naimba pale, yeye anakuja na 10 tu. Kushoto huko kuna Hassan Faruku. Nadhani hiyo story inakujia kabisa. Bimo na Hawa tuna mambo mengi sana ya kuzungumza. Wewe ni kati ya watu ambao umetoa mchango mkubwa katika fani hii ya muziki wa taarabu. Labda utuambie sasa, Bimo na Hawa una matatizo ya kiafya. Labda utuambie shida yako kubwa ni nini? Karibu. Shida yangu kubwa kwa matatizo ya kiafya niseme. Ndio. Shida yangu kubwa ni miguu. Yani siwezi ile kutembea, lakini niseme ndio nakwenda kwa sababu ndo ofisi. Ndio. Siwezi kukaa tu. Nakwenda, watu wananiita hivyo anjo, lakini nakwenda, lakini naumwa. Sawa. Ni shida. Au sisemi shida. Ni maskini. Ndio. Nakumbuka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kupitia binti yake walikupa mchango wao kiasi kama nashukuru milioni 10. Sawa. Na hapo alipokuja Mama Samia aliona, ndio walitengeneza nini wale Zamaradi. Ndio. Alikuja yule Sale akanihoji, nikamwambia sawa kabisa. Neno yangu nikamwambia mimi hapa wanakuja watu wakubwa kwangu, lakini nashangaa mtu ukimwambia nina haja ya rais au nina haja ya waziri anakuitikia utampata, unajua humpati. Mimi rais wa hapa ukinamuona kwenye TV. Sawa kabisa. Unaona? Ndio. Huyo Mama Samia namuona kwenye TV. Ndio. Sijampata kumuona, nikumbuke sijui mwaka gani mimi nimekutana na Mama Samia nikakaa naye hivi. Nimemkuta kwenye mkoa wa Lindi. Alikuja kampeni ya marehemu Magufuli. Ndio. Na wakati huo ananijua kutoka huku. Sawa. Aliponiona pale akaniita, njoo tukakaa hivi na hivi tukazungumza. Lakini nikwambia wallahi nina hamu naye nije nikae naye kama siku hiyo nilokaa naye. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, mitano tena. Lakini unajua Mama Samia ni mpenzi mkubwa wa taarabu. Sana. Bakula TV utamfikia huu ujumbe. Kama si yeye lakini wasaidizi wake wataona na ujumbe utamfikia. Umesema una nyimbo yake. Nyimbo gani? Na nyimbo yake anaipenda, maana siku nilofanya ile Zamaradi aliomba pale niimbe, yeye mwenyewe kule anaona. Inaitwa Kila Mja na Riziki Yake. Tupe Kila Mja na Riziki Yake. Mwimbo wa Mama Samia. Mama Samia, huo mwimbo ni special kwa ajili yako. Uliuimba siku ile tamasha pale liloandaliwa na Zamaradi TV. Uliomba upigiwe huo nyimbo kupitia luninga na uliupigiwa. Sasa leo anakuimbia live. Huu ni ujumbe ukufikie baada ya kampeni. Bimo na Hawa ana hamu uje japo kumtembelea, mkae hata dakika 5 kuzungumza. Mpe huo ujumbe. Karibu. Waja msijipea adha kunichimba chini, punguza hiyo ghamidha, roho dhaifu ya nini, sishitushwi na bugudha,
namuamini Manani. Wewe nimekushtukia, una roho ya kwa nini? Una roho ya kwa nini? Mtu akifanikiwa linakukaa rohoni, linakukaa rohoni. Hiyo ndo nyimbo ya mama. Kama dongo fulani hivi. Wallahi. Mimi naimba tu nyimbo wenyewe wapenzi. Unarushajiwe gizani, linalomgusa atapiga kelele. Nyimbo hii ukiimba kama kwenye tarabu. Ndio. Sana. Mimi nyimbo zangu karibuni, shughuli zote ninazokwenda watu wanachagua nyimbo hizo. Kwanza ndio maana nyimbo nyingi nimezisahau. Sawa. Nikienda harusini kama sijapiga hiyo, kila mja na riziki yake. Ndio. Viumbe wazito. Ndio. Umaskini wangu. Ndio. Bado watu wanaona sijawaimbia. Asante Bi Mwanahawa. Leo hapa burudani, wapenzi wa taarabu, na nadhani hizi ni nafasi hadimu na hadhimu kumuona Bi Mwanahawa leo akiwa na afya yake, utu uzima kama hivyo, lakini miguu inampa shida. Lakini tuna imani kwamba kuuma ni moja ya ibada, na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu atapona ili aendelee na shughuli zake kama kawaida. Bi Mwanahawa, kuna mwimbo sasa huwa kwangu mimi. Huu mwimbo naupenda. Ukiimbaga pale nikikuona basi mwili unasisimka. Viumbe wazito. Hebu nipe mistari miwili viumbe wazito. Menikusudia nini enyi wenzangu, mwenzenu kunihiliki, mwanitia ubayani si hulka yangu, mjue sifedheheki, amthamini hisani wala nguvu zangu, viumbe amchukuliki, nimeijenga imani thabiti moyo wangu, katu sitotaharuki, naamini hakika iko siku itafika, tope mnazonipaka mjanta takasika, wala donge sitoweka, mwamini nani anjema kwenu nyie. Asante sana Bi Mwanahawa. Bi Mwanahawa, sasa turudi tena katika masuala mazima ya taarabu. Mmetumia muda mwingi sana kuimba hizi nyimbo, kutunga, kushiriki kwa kila jambo, lakini sasa hivi kuna vikundi vinaimba, lakini baadhi yao wanakosea hata jinsi ya kuimba. Labda nyinyi mnanufaika na wale wanaoimba nyimbo zenu? Sisi hatunufaiki, lakini nisiseme tuseme. Ndio. Niseme mie. Ndio. Sijafurahi kwa kukuta nyimbo yangu inaimbwa. Saa nyingine inaimbwa na mwenye nipo, wanaharibu, wanakosea, lakini ukimwambia mtu anakwambia yeye ndo kasikia kwenye redio. Sasa ukisikiliza redioni unakuwa husikii uzuri. Ukija ukiimba hivi live mwenyewe anajua kama neno hili umelikosea. Sasa kwa sababu wanaimba sasa hivi vikundi vyote takriban vinavyoundwa hapa, hiyo mnanda sijui nini, nyimbo zote ndo wanatumia nyimbo zetu sisi. Sasa hawana nyimbo zao. Sema kweli. Ni kweli kuna nyimbo, kuna bendi zile kurekodi hata nyimbo moja. Mimi nyimbo najua kikundi no nyimbo labda Jahazi. Ndio. Ndo sana. Mimi nimekaa pale nimerekodi nyimbo 2 kwa mzee. Ndio. Ni Wema na ile Roho Mbaya Haijengi. Ndio. Nimeondoka pale nimerudi Melody. Sasa Melody ndo kama nyumbani kwako. Utazunguka lakini lazima urudi Melody, na kuonaga pale tukiingia lango la jiji. Hapa kuna meza yako inakaga hapa, unakaa wewe pale Bi Hafua Suleimani, mara nyingine tunakaga pale na Haji Sande Manala. Nakumbuka meza yenu. Hai, tuambie sasa Bi Mwanahawa, labda unawaambiaje sasa wapenzi wa taarabu ambao wamekumisi hivi sasa, wanataka kukufikia, lakini hata kukupa mkono tu, lakini labda hana chochote, hata kizawadi anataka kukugaia, labda wanakupataje? Karibu. Mimi niseme wengi walipotoa wale za maradi namba walizipata. Niseme mpaka leo wengine wanaiona au wanaikumbuka, wanakuwa wananipigia simu. Wananijulia hali, lakini ile mambo ya msaada wengi walikata.
Ndio. Mwanzo walikuwa wengine wananitumia nashukuru, lakini walikata baada ya kuona mama kafanya vile. Okay. Bado bibi Mwanahawa anahitaji msaada. Maradhi unajua yanachukua muda mrefu. Maradhi ni rahisi kuingia lakini kutoka yanachelewa. Zile pesa zotolewa na mama zimetumika, zimekwisha. Pale mama amejitahidi palipofikia, lakini Watanzania ambao tunafurahishwa na Bi Mwanahawa tunapokaa akiwa majukwani anatufurahisha, tuna kila sababu, tuna kila nafasi ya kumsaidia, ya kutolea mchango ili aende ajione kwamba na yeye ana watu wanamthamini. Mwisho kabisa atataja namba zake za simu ili wale Mwanahawa, tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Mama Samia Suluhu Hassan, nimeona shughuli ambazo wamezifanya. Dr. Hussein Mwinyi alikadhalika, mnaona kile ambacho amechokifanya. Ukiangalia alipochukua nchi mpaka hivi sasa, mtu aliyokuja Zanzibar kabla uongozi wa Dr. Mwinyi leo akija anapotea. Lakini kuna baadhi ya watu wanaoadhihaki, wanasema kwamba hajafanya chochote. Tuanze hapa visiwani Zanzibar. Hebu tuambie aliyofanya Dr. Hussein Mwinyi, na unawaambiaje wa Zanzibar kuelekea uchaguzi mkuu? Anastahili kupewa kula kwa yale ambayo aliyofanya? Karibu. Mimi kwa upande wangu nasema anastahili kupewa, kwa sababu mambo mengi kafanya. Katengeneza mashule, hospitali, mabarabara, unaona, makazi pia ya watu anawatengezea, na bado anaendelea. Kabla hajamaliza hata hiyo miaka yenyewe kishafanya mambo makubwa sana. Mimi si naona tu kwenye TV. Ndiyo. Lakini vile kuona kwangu naona kama kafanya jambo. Siwezi kusema kufanya kitu. Amefanya makubwa. Na yanaonekana. Sawa kabisa. Haya, hebu utuambie basi, unawaambiaje wa Tanzania kwa huku visiwani? Mie nawaambia wa Tanzania wasisikilize yani maneno, binadamu haachi kusema. Ndio. Japo ufanye nini we, na mtu atafuja, ndo kafanya nini hivi. Lakini mtu mwenye macho yake haambii tizama. Ndio. Dr. Hussein kafanya mambo mengi. Kwa hivyo tunastahili kumshukuru, kumwombea Mungu, na huko anakokwenda na kuchaguliwa tena, Mwenyezi Mungu amjalie afanye kuliko haya aliyofanya sasa hivi. Asante. Haya, tuje sasa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tumeona ndani ya uongozi wake kuna mambo makubwa yamefanyika, Ni mwanamke jasiri, mwanamke ambaye anakumbana na mambo mengi. Kama angekuwa jasiri, kuna watu wanamdhihaki, kuna watu wanatukana matusi. Hii sio hulka ya Tanzania. Samia kama rais, lakini binadamu, ana familia yake, ni mwanamke. Hivi tumefikia kweli wa Tanzania kutoa maneno matusi ya kumkashifu mwanamama kwa haya makubwa yote yanayotufanyia? Hebu toa neno kwa mama Samia naye akusikilize. Mimi binafsi namuomba mama aendelee kuwa mvumilivu. Kisha kuwa mzazi, basi si watoto wote ambao watakutii. Kuna wenginewe wakorofi, wengine wamekosa adabu, lakini wale wanaotoa matusi wamekosa malezi mazuri kutoka huko kwa wazazi wao. Mama Samia, tuko pamoja na wewe. Dr. Mwinyi, tuko pamoja na wewe. Mitano tena mzungumzie mama Samia Suluhu Hassan. Karibu. Mimi mama Samia namzungumzia ninavyoona, naona hasa kwenye mambo mengi naona kwenye TV. Ndio. Lakini naona mambo mengi kafanya. Ndio. Anastahili kupewa, aongoze tena nchi. Sawa. Kama anavyoiongoza sasa hivi, na namwomba awe na moyo huo. Mtoto akinyea kiganja hakikati, hawezi kustahimili. Anastahimili sana. Maana yanamkuta mengi, lakini anastahimili bado, kifua mbele anafanya kazi yake. Kwa hivyo namwambia Mwenyezi Mungu ampe nguvu, afanye kuliko haya aliyofanya. Asante. Haya, muda si rafiki, tumezungumza masuala mengi, lakini tukiamua kuzungumza tunaweza kufika mpaka kesho na maneno hayawezi kuisha. Labda kabla hujataja namba zako za simu, ili wale wanaotaka kukufikia wakufikie kiurahisi, hebu tupe kipande kingineo cha mwimbo wote ulioimba pale. Jahazi. Ndio. Roho mbaya ni udhaifu, kuwa nayo mwanadamu, na haina uongofu, kuendelea ni haramu, mja utajikashifu
ukiwa na roho ndumu, tena ni ulanifu kuniwekea roho ngumu. Hiyo ndio nyimbo yangu. Utanifilisi leo wewe, wallahi utanifilisi. Hiyo ndio nyimbo yangu niloimba Jahazi. Nimeimba nyimbo 2, baada hiyo na Wema. Ndio. Hazina kwa Mungu. Wema hazina kwa Mungu. Japo kidogo tu. Alafu taja namba yako ya simu. Wema, Wema. Wema. Nyimbo nyingine inakuwa zishantoka kidogo. Aya, asante. Basi siku nyingine utatuimbia, wapenzi wameburudika. Labda kwa wale wanaotaka kukufikia, taja namba zako za simu hapa unapopatikana Makadara, katika shehia hii ya Mti Uraya, mkoa wa Mjini Magharibi, wilaya ya Mjini. Karibu. Namba yangu ya simu ni 0652 ndio 409046. Asante. Haya, huyo ndio Bi Bwana Hawa Ali Jembe Gumu. Tumemtembelea hapa nyumbani kwake, kama tulivyozungumza. Tumezungumza mambo mbalimbali kuhusiana na afya yake, mziki ulipotoka na ulipo hivi sasa. Usisahau kutusubscribe kupitia online TV yetu, utaandika pale Bakula TV kupitia YouTube pamoja na TikTok, lakini vile vile tunapatikana Instagram na Facebook, utaandika Bakula News. Vile vile comment na kushare, uwe wa kwanza kupata taarifa hii. Ni mimi mtangazaji wako Fadhil Saidi, nimefuatana na Salma Amoli, nyuma ya kamera director Abdalla Bede ndio anachanganya picha. Tukutane siku na muda mwinginewe kama huu. Bye bye. Tuagane Bi Mwana Hawa. Asante sana. Karibuni. Asante.